Kwa majina naitwa Ayubu Kagonamo, mwenyekiti wa wilaya Momba, mkoa wa Songwe, wilaya yenye majimbo mawili, jimbo la Tunduma na jimbo la Momba. Kipekee sana niseme tu kwamba nina furaha kubwa, na nafikiri ni furaha ya Watanzania wote, kwa sababu shughuli za kisiasa zinazohusiana na Chadema zilikuwa zimesimamishwa kwa maana ya mahakamani, lakini tunamshukuru Mungu sasa tena zimefunguliwa. Kwa siku ambayo mahakama imetamka kusema shughuli za Chadema ziendelee, ilikuwa ni mapokeo mazuri kwa Watanzania wote, hasa wapenda haki, wapenda uwazi, wapenda maendeleo. Walifurahi sana kwa sababu taifa lolote ili liende ni lazima, hata kama mtu yuko madarakani, lazima atazamwe na watu makini. Sasa sisi Chadema tunajiona ni watu makini na Watanzania ni watu ambao wako vizuri kabisa. Kwa hiyo tunatamani Chadema iendelee kufanya kazi ili iwe jicho kwa wale ambao wanakuwa wako madarakani, lakini ukweli ni kwamba kwa wakati huu, pamoja na furaha yetu, nafikiri tutaendelea kutoa elimu ya uzalendo kwa Watanzania ili Watanzania waelewe zaidi nini maana ya nchi yao, nini maana ya kulinda rasilimali zao katika nchi yao. Hiyo ni furaha yetu kwa kweli. Kuna namna yote unaona wananchi waliathirika na zuio la chama kuhusiana na Chadema? Waliathirika pakubwa, kwa sababu hakuna kitu kibaya kama maumivu ya moyoni. Sasa maumivu yakiwa moyoni, watu wanatamani wayatoe. Wanatolea wapi sauti? Sauti za wananchi wa Tanzania zinatokana na wanachadema. Viongozi wa Chadema ni sehemu ya wasemaji kwa Watanzania, kwa sababu imani ya Watanzania kubwa sana ipo kwa Chadema kuhusu mambo yao ambayo yanakuwa yaendi. Huwa wanaieleza Chadema na Chadema tunapaza sauti. Kwa wananchi waliathirika pakubwa sana na ni furaha yao kubwa. Unaliona taifa linapata furaha kwa sababu Chadema imefunguliwa kufanya shughuli zake za kisiasa. Chadema imefunguliwa sawa, tegemea nini sasa? Tegemea ni wanaomba kujulini. Wananchi kwa ujumla wa Tanzania wakiwemo wa Tunduma na Momba wategemee kuipata ile ukweli ambao walizoea kuipata kutoka kwa viongozi wa Chadema. Wategemee kuona Chadema inasimama kuzungumza ukweli juu ya rasilimali za nchi. Wategemee kuona Chadema ikikosoa pale ambapo serikali inakwenda tofauti. Kwa hiyo wananchi wajiandae tu kwa hilo, lakini waone tutakavyokuwa tunasema katika maeneo yao kuhusiana na changamoto za kimaendeleo. Kuna changamoto ziko nyingi sana, kwa hiyo sisi kama Chadema tutatimiza wajibu wetu na wananchi wajiandae kwa hilo. Sasa tumeona tume ya Jaji Chande imetoa ripoti yake, na miongoni mwa maeneo ambayo imegusa ni pamoja na maridhiano, kwamba nchi lazima iingie kwenye maridhiano. Na ninyi kama Chadema mmekuwa na msimamo mmoja kwamba hakuna maridhiano kama hakuna uwajibikaji. Wewe kwenye hili unasema liko wazi, lakini kwanza umesema tume ya Jaji Chande. Rais alisema tume ya kwake. Kwa hapo kuna mambo mawili, aidha ya rais au ya Jaji Chande, lakini kwa ujumla wake, kwa kuwa rais alitamka kwamba ni ya kwake, sisi tunaona ni ya rais. Sisi wengine hata kuizungumzia tunashinda kwa sababu ni tume ya rais. Tulichokuwa tunategemea tulifikiri ni tume kwa ajili ya Watanzania, lakini kama ni tume ya rais yeye kama yeye, basi sisi tunashinda la kuzungumza. Lakini maridhiano ya kweli ni lazima ionekane nia ya dhati, lakini pia na vyombo huru vya kufanya uchunguzi kwenye nchi ili mambo yakae sawa. Siwezi mimi ambaye ni sehemu najiona kama ni sehemu ya watuhumiwa nikaonda tu maafu nikaonekana inichunguze mimi wakati mimi ndio mkuu, inakuwa ni ngumu sana. Kwa hiyo tulitamani kuona niunde tume iliyo huru, lakini pia maridhiano yanayozungumza, kwenye maridhiano ni lazima watu wawajibike, kwa sababu kwenye taifa hili tumepitia magumu. Kwenye jambo hili lililotokea Oktoba 29 sisi wengine tumepitia magumu. Ni bahati mbaya tu hapa ni kwamba tuko kwenye hadhara, lakini tungekuwa na uwezo wa kuonesha miili yetu ilivyoathirika na jambo hili. Ni jambo ambalo liliumiza sana. Binafsi mimi niliumia sana kwa sababu wakati huo mimi mama yangu alikuwa mgonjwa. Nimepata fursa nikamsalimia mama yangu, nikamuona ili nimpeleke hospitali, nikajikuta nakamatwa, na nilipitia mambo magumu sana ambayo hata kuwaeleza watu yanasumbua sana. Kwa hiyo tunatamani maridhiano ya taifa hili yawe ya kweli ili mioyo ya watu iponyeke, kwa sababu kwenye maumivu yangu familia yangu iliumia, marafiki zangu waliumia, Watanzania waliumia. Sasa ni wangapi walioumia katika mazingira haya? Na kama tume imesema kuna watu walipoteza maisha, hilo ni jambo jingine. Kutetea uhai wa mtu ni jambo kubwa sana. Kwa hiyo kuna jambo kubwa ambalo linatakiwa lifanyike ili uchunguzi ukifanyika watu wawajibike, lakini maridhiano tunayozungumza sio na maridhiano ambayo wengine wako vitangini alafu nazungumza maridhiano. Tulifikiri hata kama kweli nia dhati ya maridhiano ipo, watu wote ambao wako kwenye matatizo kutokana na sababu za kisiasa hivi na sababu hizi za kiuchaguzi basi wawe huru, lakini pia mambo yawekwe peupe ili maridhiano basi Watanzania wajisikie kwamba wanaridhiana, kwa sababu iliyotokea yametokea, lakini tunatakiwa kutengeneza sasa ili watu wote tukae sawa. Kutengeneza kwa kutegana inakuwa ni changamoto kidogo.
ukizungumzia kesi za kisiasa, kwa mujibu wa wanachama wa Chadema wanadai kwamba miongoni mwa kesi hizo ni pamoja na kesi ya mwenyekiti kwa maana ya Tundu Lissu. Wewe kwa maoni yako hili unaliweka? Liko wazi. Tundu Lissu ni mtu ambaye kwa taifa hili hakuna asiyejua umuhimu wa ile mtu kuwepo, na mimi nifikiri kwa nchi za wenzetu ambazo zinatamani kuwa na maendeleo ya pamoja, yani mtu kama Tundu Lissu wewe itakiwa wao wanambembeleza, anakuwa sehemu ya washauri namna ya kushauri serikali ili iendelee, vitu ambavyo haviendi sawa muulize. Yule ni mtu ambaye tumepewa na Mungu kiuhalisia, yani ukipata mtu mwenye uelewa daima huyo mtu mnakuwa mmepewa na Mungu. Kwa hiyo watu wa aina ile ni wachache sana duniani. Sasa kuwepo kwa mtu kama yule alafu kamweke magereza, mtu ambaye ni huru kwa taifa, hilo ni jambo baya kabisa. Mimi binafsi natamani wangemwachia akae raiani, atimize wajibu wake, aikosoe serikali, azungumze yale ambayo ni mapungufu ili tuboreshe. Lengo kubwa ni kwenye nchi ili niende vizuri, ni kuboresha mambo yote yaende sawa. Sio lengo kubwa mtu akitokea amekosoa unampeleka ndani, hiyo inakuwa ni changamoto. Nafikiri wakosoaji tulipaswa kuwalinda sana, kwa sababu wanaona changamoto ambayo inakuwa ipo kwenye jamii. Wewe naamini kwamba Tundu Lissu akiachiwa inaweza kuwa ni njia mojawapo ya kurejea ya kufanyika kwa maridhiano? Kuachiwa ni jambo moja, nia yake ya maridhiano ni jambo la pili. Anaweza kaachiwa na maridhiano tusiyaone, lakini kama ataachiwa na wale ambao wako kwenye madaraka wakawa na utayari wa kufanya maridhiano ya kweli, litakuwa ni jambo la heri. Ndicho ambacho Watanzania wanakitamani. Tunataka maridhiano ambayo yatakuwa na impact kwa nchi nzima, sio kwa watu wachache. Kwa sababu hapo naona wanasema maridhiano, mwingine anapewa kejeli. Sasa hao maridhiano yanakuwa aina gani tena?